Wangapi wanasema tutasimama na Sifuna? Seneta wa kaunti ya Nairobi na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amekashifu mauaji ya kijana wa miaka 28 ambaye ametajwa kama Vincent Ayomo aliyepigwa risasi kichwani wakati polisi walipovamia mkutano wake wa kisiasa eneo la Kitengela. Mkutano ulioitishwa na mrengo pinzani na ule wa kiongozi wa ODM Oburu Odinga. Mrengo wa Sifuna ukisisitiza kwamba unapigania falsafa za aliyekuwa mwanzilishi wa ODM marehemu Raila Odinga, ikiwemo utawala bora na kuheshimiwa kwa sheria. Ati kutuzuia tusiweze kuongea na nyinyi. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi ya IPOA ikitangaza kuanzishwa kwa uchunguzi wa kina katika tukio hilo ambalo limeiacha familia ya marehemu ikiitisha kuwajibishwa kwa polisi aliyehusika na mauaji hayo. Kwa majina naitwa Daniel Kerie, mwanabiashara hapa Kitengela. Yangu ni kusema is very unfortunate at a very insolent guy ambaye alikuwa hakuwa kwa maandamano, alikuwa anapita njia, lakini kwa sababu ya vile kulikuwa na hiyo rally ya Sifuna, after that kukakuwa na hiyo tear gas ambayo ilifanywa na polisi. Mimi yangu ni kusema polisi walifanya vibaya sana, kwa sababu hiyo mkutano ilikuwa mzuri na ilikuwa inafanyika kwa amani. Dakika ya mwisho wakati walilob tear gas ndio mambo ifurugu ikaanza. Sisi hata wana biashara hapa tuliumia kwa sababu tulifunga biashara zetu. Wengi wao kufanya biashara jana, na unajua jana inakuwa siku ya soko hapa Kitengela. Mkutano ulikuwa inaendelea mzuri, lakini ikafika mahali polisi ndio walikuja kuharibu mkutano, wakapiga tear gas. Alafu ikafika mahali mpaka wakaanza kuua watu. Hapa tuko kuna jamaa aliuliwa hapa. Kuna jamaa aliuliwa hapa, alipigwa risasi hapa. Sasa swali tunauliza, hii gava tuko nayo ni ya kuua watu ama ni wanafaa tulinde ama ni kutua wanatua? Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wakikashifu kuvurugwa kwa mikutano ya upinzani na maafisa wa polisi. Jana tu peke yake tuna habari kwamba watu wawili wameuawa Kitengela na wengi wameumia sana kwa mkutano ambao ulikuwa unajulikana na polisi kwamba utakuwa kiendelea kile kikundi cha Sifuna na wenzake, lakini watu wameuawa. Kwa hivyo ni wazi kwamba idara ya polisi wengine wanapatiwa instruction kutoka kwingine. Viongozi wa upinzani wakimpa Inspector General wa polisi Douglas Kanja hadi Ijumaa kuwachukulia hatua polisi waliohusika na shambulizi dhidi ya Gachagua katika kanisa la ACK Witima, kaunti ya Nyeri mnamo Januari 26 mwaka huu. La sivyo watawaongoza wananchi 100,000 kuitisha kuwajibishwa kwa polisi hadi afisi ya Inspector General. Viongozi wa upinzani wakimpa Inspector General wa polisi Douglas Kanja hadi Ijumaa kuwachukulia hatua polisi waliohusika na shambulizi dhidi ya Gachagua katika kanisa la ACK Witima, kaunti ya Nyeri mnamo Januari 26 mwaka huu. La sivyo watawaongoza wananchi 100,000 kuitisha kuwajibishwa kwa polisi hadi afisi ya Inspector General. Sisi tumekuwa hapo kwa Inspector General Police. Tulikuwa tumeagana, tulikuwa pale wiki 2 kwa sababu ya vile polisi walivamia kanisa Udhaya kupiga wamama na watoto. Vile Kasongo waliua watoto huko Kiambaa Church, akachoma watoto na wamama 2007. Amerudia hiyo tabia ya kupigana na kanisa na kupigana na wamama. Inspector General akasema turudi leo. Kuisikia tunakuja, akatoroka. Akaambiwa na Kasongo, toroka, usikutane na hao watu. Sisi tumemwambia Inspector General Police siku ya Ijumaa tutarudi hapo Jogoo House tukiandamana na wananchi 100,000 ndio ujibu hiyo maswali. Viongozi hao baadaye wamefanya mkutano wa hadhara katikati mwa jiji la Nairobi kabla ya polisi kutibua mkutano huo kwa kuwarushia mabomu ya kutoa machozi. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV. Na mimi nataka